Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Leo tuko hapa mjini Songea kujaribu kutoa elimu na wito kwa wawekezaji wa huduma katika maeneo ya nishati ya mafuta, lakini pia huduma katika nishati ya kupikia maarufu kama LPG. Sisi kama taasisi tunaona kwamba ni busara leo hii kuitikia wito wa mkuu wetu wa wilaya ya Songea ili sisi kama taasisi tuje kutoa elimu na ujumbe kwa wadau mbalimbali juu ya mahitaji makubwa sana ya ujenzi wa vituo vya mafuta maeneo ya vijijini, lakini pia mahitaji ya uwepo wa mawakala wa kusambaza gesi za kupikia majumbani kwa maana ya LPG. Sisi kama taasisi tumeendelea kurahisisha kanuni na taratibu ambazo zinahitaji uwekezaji huo uende maeneo ya vijijini. Kumbuka kwamba maeneo mengi ya mijini yana vituo vya mafuta vya kutosha, maeneo mengi ya vijijini yana wasambazaji wengi wa gesi. Lakini kwa kupitia mkakati wa kuelekea matumizi bora ya nishati safi, tunaona sasa ni busara tuwaeleza wananchi na wadau kwa ujumla mahitaji ambayo yanapatikana katika kuhakikisha kwamba vituo vya mafuta vinaenea maeneo ya vijijini, lakini pia wasambazaji wa mitungi ya gesi wanaenea maeneo ya vijijini. Moja ya vitu ambavyo kwa uchache tunasema vimerahisishwa ni taratibu nzima ya kuweza kuomba vibali vya ujenzi wa vituo vya mafuta kule vijijini. Sisi kama taasisi tumesema kwamba mahitaji yaweze kutofautiana ili kumrahisishia mwekezaji wa ujenzi wa kituo cha mafuta vijijini aweze kuwekeza. Moja ya sharti kubwa ni urahisishaji wa kutumia mabaraza ya ardhi wa vijijini kuthibitisha kwamba maeneo husika yanayokusudiwa kujenga vituo hivyo yanatosheleza na yanakidhi mahitaji hayo. Lakini swala la hata hati ya kiasili inaweza kuwa ni hati ambayo inatosheleza. Swala la pili ni taratibu nzima ya uhitaji wa kibali cha tathmini ya mazingira. Tunafahamu kwamba chini ya halmashauri zetu kuna watendaji wa mazingira, na hivyo tumesema kwamba akithibitisha kuona kwamba eneo hilo linatosheleza, basi kwa kuanzia inatosha bila kusubiri kibali cha mazingira kutoka NEMC. Kumbuka kwamba kibali cha mazingira kutoka NEMC ni mchakato, hivyo unaweza kuchukua muda mrefu. Lakini kama afisa wa mazingira wa halmashauri husika atakuthibitisha kwamba yule mwekezaji ambaye anataka kuwekeza basi hatotoa athari yoyote kwa mazingira, basi sisi pia tunamruhusu. Lakini pia hata gharama, unapotaka kuomba kibali cha ujenzi kwenye maeneo ya mjini, gharama yake ni shilingi 500. Na kule kwa vijijini tumesema basi shilingi 50,000 yaweza kutosha kuweza kumwezesha huyu aweze kufanya ombi lake na hivyo kuendelea na taratibu zingine za ujenzi kama ambavyo inatakikana. Wito wetu mkubwa kwa wananchi ni kwamba tuweze kupanua wigo wa huduma ili kumwezesha mwananchi mmoja mmoja maeneo ya vijijini naye pia aweze kupata nishati safi na salama ya kupikia, lakini pia aweze kupata nishati safi katika vituo vya mafuta, kwa maana ya mafuta ya pikipiki, mafuta ya magari, ili tuachane na ile dhana ya kuuza mafuta mikononi au mafuta kwenye chupa ambayo ubora wake si rahisi kuthibitisha. Kumekuwa na malalamiko kwa baadhi ya wateja kwamba pengine mafuta yana maji au hayana ubora. Sasa una wito gani kuhusiana na hawa watu wa huduma ili waweze kufanya shughuli zao kwa utaratibu na kwa sheria na kuwapatia huduma bora wateja wao? Nashukuru sana mwanzilishi. Kama ambavyo nilisema pale awali kwamba sisi kama taasisi tuna wajibu wa kutoa leseni kwa wale waendesha biashara ya mafuta maeneo mbalimbali. Na leseni hile inaambatana na sisi kama taasisi kuwakagua na kuwafuatilia kuona kwamba miundombinu ambayo inatumika kutoa huduma hiyo ni bora na ni salama. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo kwa kutumia wafanyakazi wetu, kwa kutumia wahandisi wetu, kuona kwamba kila mara tunakagua miundombinu ya watu wa huduma. Na hivyo tunawataka watu wa huduma wote wazingatie yale ambayo yamebainishwa kwenye leseni zetu, namna ambavyo wanaweza kuhakiki miundombinu yao kila mara na kuhakikisha kwamba miundombinu iko salama. Ikumbukwe kwamba Tanzania ina muundo wa uagizaji wa mafuta wa pamoja. Kwa mafuta yanayoletwa pale bandarini kwa kila aina ya kituo ni mafuta ambayo ni aina moja. Tofauti inakuja pale ambapo kila kituo inachukua yale mafuta kupeleka kwenye sehemu yake ya mauzo. Kwa mafuta yanakuwa na ubora unaofanana. Kinachotofautisha ni namna ambavyo usafirishaji unafanyika, namna ambavyo uhifadhi unafanyika. Kwa mafuta yanaweza kuchafuka
kutokana na aina ya usafirishaji au miundombinu iliyoko kwenye kituo husika. Kwa sisi rai yetu ni kwamba wale wafanyabiashara wa eneo hilo wazingatie taratibu za usalama na uhifadhi wa miundombinu ili kuhakikisha kwamba hiyo hali ya kupatikana kwa maji kwenye mafuta isiweze kutokea, kwa sababu ni moja wajibu wa huduma kwa maeneo. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.